Ndugu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa redio Habari Njema Media, leo Jumatano, juma la 6 la Pasaka, mwaka C wa kanisa. Karibu tusikize Injili pamoja na tafakari yake. Somo katika Injili ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 16 aya 12 hadi 15. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, bado ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Injili ya siku ya leo, Yesu anawaambia wanafunzi wake anapaa anakwenda kwa Baba na atamtuma Roho Mtakatifu atakayewafundisha wanafunzi wake kweli yote. Tunafahamu kwamba Kristo alikaa na wanafunzi wake takribani miaka 3. Aliwafundisha mambo mengi sana kuhusu ufunuo wa Mwenyezi Mungu, lakini pia alitenda mambo makuu, alitenda miujiza ambayo wakati mwingine iliwashangaza hata wanafunzi wake. Sasa Kristo anaposema atamtuma Roho Mtakatifu kuwafundisha kweli yote, hiyo kweli anayosema ni ipi? Roho Mtakatifu haji kufundisha kitu kipya, bali anakuja kukazia kile ambacho tayari Kristo ameshafundisha wanafunzi wake hapa duniani. Tunafahamu kwamba kuna baadhi ya mafundisho ambayo Kristo aliwafundisha wanafunzi wake, lakini yale mafundisho wanafunzi hawakuyaelewa vizuri, au walielewa kwa kiasi kidogo sana, na mengine walishindwa hata kuyapokea kwa sababu ya ugumu wake. Mfano mojawapo wa fundisho gumu ni fundisho la kufa kwa Yesu. Kwa namna wanafunzi waliomtazama Yesu na kwa namna Yesu alivyotenda kwa nguvu za kimungu, sasa fundisho la kuambia wanafunzi kwamba yeye atakufa na atazikwa, wanafunzi waliona fundisho hili ni gumu sana, fundisho la kifo. Wanafunzi walimwona Masia ni mtu mwenye nguvu, ni mtu mwenye uwezo wa kimungu. Sasa wanaposikia habari za kufa, kwa kweli walishindwa sana kuelewa kwa nini Masia atakufa. Kwa hiyo hili ni fundisho gumu, fundisho la msalaba. Ndio maana Yesu anawaambia kwamba atakapopaa kwenda kwa Baba atamtuma Roho Mtakatifu atakayeifunua kweli yote. Kweli hiyo atakuja kuwafundisha wanafunzi juu ya fumbo la msalaba. Na tunaona kwamba hata baada ya Kristo kupaa, wanafunzi walitoka wakaanza kuhubiri kwa nguvu na wakaelewa nini maana ya msalaba, na walikuwa tayari hata kufa kwa ajili ya Kristo. Kwa nini ule utayari ulionekana? Ulionekana kwa sababu tayari Roho Mtakatifu alishakaa katika maisha yao na ameshawapa ujasiri wa kipekee, na tayari ameshawaelewesha ukweli wote juu ya maana ya fumbo la msalaba. Wapendwa ndugu zangu, tunapotazama fumbo hili la msalaba, si kila mmoja wetu anaweza kulielewa. Na kila siku katika maisha yetu tunapambana kukwepa mateso, kukwepa huzuni, kukwepa mahangaiko. Lakini Roho Mtakatifu atakapokaa katika maisha yetu, hatutakuwa tunaogopa tena fumbo la msalaba, bali tutaona msalaba kwetu ni bendera ya ushindi. Msalaba kwetu ndio utakaotufikisha kwa Mungu. Kwa hiyo basi ndugu zangu, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, hasa Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha, aendelee kutukomaza juu ya hili fumbo la msalaba. Tusiwe na hofu yoyote. Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya kufia dhambi zetu, kwa ajili ya kulipa gharama ya dhambi zetu, au kulipa yale ambayo tumemuudhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo basi Roho Mtakatifu aendelee kutubariki, aendelee kutusaidia, ili tunapoelewa fumbo hili la msalaba tuweze kupata ushindi katika msalaba wa Kristo. Hatupaswi kuwa na hofu, hatupaswi kuogopa chochote, bali tunapaswa kuwa imara katika kuelewa maana nzima ya hili fumbo la msalaba, ili basi tunapoelewa maana hii vizuri, tutakuwa tunaishi kadiri Mungu anavyotaka sisi tuishi. Tafakari imeletwa kwenu na mimi Frater Revocatus Bernard wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu Tanzania.